Naombeni tuchukue muda kufikiria kabla hatujafanya decision. Tusiruhusu kabisa hisia zetu zitufanye to make decision. Unajua ubongo ni chombo ambacho kinafanya process. Kwa hiyo kila kitu unachokifanya, kila maamuzi unayoyafanya yanahitaji muda wa kumake process, kufanya process moja baada ya nyingine. Ndio maana nawaambia leo tusichukue maamuzi kutokana na hisia tulizonazo. Inatokea sana mara nyingi mtu unaingia kwenye chumba cha mtihani unaona mgumu, una panic. Unajua kutulia kwenye mtihani, kukaa kama sekunde kadhaa bila kufanya chochote ni moja kati ya mtihani, yani moja kati ya majibu, moja kati ya party ambayo unatakiwa kuplay kama ukiwa kwenye mtihani. Ukikaa ukaacha ubongo una process, utakumbuka baadhi ya vitu ambavyo hukutarajia kuvikumbuka. Ubongo una vyumba, yani ubongo una vyumba tofauti tofauti. Kuna chumba ambacho kinaweka materials ambazo zimeshakaa kichwani. Kuna chumba ambacho kinaweka materials ambayo yameingia kwa wakati huo, na kuna vyumba vingine ambavyo vinaweka material ambayo yameingia kwenye muda, havikai kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kuchukua maamuzi haraka kwenye chumba cha mtihani inakukimbiza wewe kwenda kwenye chumba kile kikubwa ambacho kinatunza vitu vilivyokaa muda mrefu, wakati kitu ambacho unaweza kawa unakifikiria ni kitu ambacho umekipitia nusu saa tu iliyopita. Kitendo cha kukaa sekunde kadhaa, ubongo unatulia, unaanza kuprocess. Unaingia kwenye chumba hichi, material hayapo, unaingia kwenye chumba kingine, material hayapo, una process mpaka unajikuta tu unakumbuka kimoja baada ya kingine, unaanza kujibu kimoja baada ya kingine, unaanza kujibu. Na mfano mwingine, kwa mfano marubani wana script zao ambazo wanazisoma kila wakitaka kuendesha ndege. Ameshaendesha ndege miaka na miaka, kila siku anaendesha ndege, lakini kuna karatasi hiyo ambayo ni lazima aisome kabla hajaendesha ndege, kwamba switch fulani ipo kulia, switch fulani ipo kushoto, ukitaka kuacha unaanza na hii na hii, usisahau kufanya kitu fulani, kunywa maji kabla hujaanza kuendesha. Yani vile vitu ambavyo vifanya kila siku akiwa anaendesha lazima avisome. Kwa sababu gani? Wanajua kabisa kwamba kuna vitu vingi ambavyo anakuwa amefanya kabla ya hapo. Ubongo hawana uhakika na memory yao, hawana uhakika na kama ubongo utakuwa umetulia. Kwa hiyo anachokifanya pale ni kwamba anatuliza ubongo, unaanza kuprocess za kawaida polepole, kwa sababu ya zile sekunde anazozitumia kusoma kile kitu ambacho tayari anakijua. Ule ni muda ambao ubongo haufanyi kitu chochote, haufanyi process nyingine yoyote, haukumbuki kitu kingine chochote tofauti na kuendesha ndege. Mfano mwingine, kwa mfano Kanye West alikuwa anahojiwa, akaulizwa swali gumu. Alipoulizwa swali gumu akawa anafikiria. Presenter akamwambia basi twende kwa ajili ya tangazo. Kanye West alikataa. Akasema kwamba umeniuliza swali gumu, ninahitaji kuprocess ili niweze kupata jibu ambalo mimi nitakuwa nimelizika nalo na litakuwa proper kutokana na jibu lako. Don't rush me ku make decision au kufanyaje kutoa jibu sahihi. It's normal. Yani ni normal kwamba kukaa sekunde kadhaa nafikiria jibu ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo niache ubongo wangu ufikirie jibu sahihi la kukupa. Usinipeke kwenye tangazo. Umeona? Anajua kabisa kwamba ni kawaida, na kupeka kwenye tangazo labda ingeeta na nyiki kitu kingine. Kanye West ameshinda kujibu swali mpaka ameenda kwenye tangazo ndio amejibu swali, wamerudi, sijui itakuwa wamemshauri ajibu hivi kaongea hivi. Lakini yeye alijua kabisa, alifikiria akasema kitendo cha kwenda kwenye matangazo kitakuwa ni weakness kubwa kwangu. Ila kitendo cha kukaa kufikiria jibu sio weakness, kwa sababu mimi ni binadamu na ubongo wangu unahitaji kuprocess. Dakika 4 imeshaingia, dakika sijui nibadilishe hiyo dakika 4 positivity, lakini hapana, dakika 3 positivity, I'm out.